Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment Togolai 24 TV ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Asante. Na hii ndiyo historia ya wokovu ya Mwalimu Christopher Mwakasege. Alizaliwa mara ya pili, yaani kuokoka mwaka 1983 akiwa Rongai mkoani Kilimanjaro. Baada ya kuzaliwa mara ya pili, kuliingia kiu kubwa sana ndani yake ya kutaka kumjua Mungu zaidi na kumtumikia. Na kwa kadri siku zilivyozidi kwenda, kiu hiyo ilizidi kuongezeka mno. Miaka miwili baadaye, yaani mwaka 1985, liliingia ndani yake wazo la kutaka kuacha kazi aliyokuwa anafanya serikalini ili akasomee uchungaji. Mchakato wa kutafuta chuo cha uchungaji ukaanza. Akatafuta chuo cha Biblia akapata. Akazungumza na viongozi wa chuo namna ya kujiunga na chuo ili kusomea uchungaji, wakamweleza. Akatafuta wafadhili wa kumsaidia kulipa gharama za kusomea uchungaji, akawapata na wakalipa. Akatafuta nyumba ya kukaa na familia kwa muda ambao atakuwa akisoma, akapata. Mambo hayo yakamchukua karibu mwaka mzima kukamilisha. Akaanza kufuatilia kutaka kujua utaratibu wa kuacha kazi ili aende kusomea uchungaji. Siku moja akiwa nje nyumbani kwake jioni baada ya kutoka kazini, Mungu akamsemesha haya: mimi sikukuita ili uwe mchungaji. Chuo unachotaka kwenda kusoma kinaandaa wachungaji na si huduma zingine. Wito wako si uchungaji. Kaa ulipo, usiache kazi ya serikali. Usiache kazi ya serikali kwanza. Nitakwambia nilichokuitia. Nitakufundisha mwenyewe jinsi ya kunitumikia katika eneo nililokuitia. Moyoni mwake kuliingia shida kubwa baada ya ujumbe huo, maana ilikuwa ni mara yake ya kwanza kumsikia Mungu waziwazi akisema naye kwa namna ile. Alipata taabu kubwa moyoni mwake, hasa alipofikiria kwa namna alivyosumbua watu wamwelekeze na kuacha kazi zao na kumsaidia. Baadaye aliwafuata mmoja mmoja na kuwaomba msamaha kwa kosa alilolifanya na wakamsamehe. Baada ya kosa alilolifanya, akatambua tunafanya makosa mengi sana kwa akili zetu bila kufuata maelekezo ya Mungu, na kuishi bila kumsikia Mungu ni hasara kubwa sana. Unaweza kuvurugikiwa mfumo mzima wa maisha yako. Hapo aliingia katika maombi ya muda mrefu ya kumwomba Mungu amfundishe namna ya kumsikia. Mwalimu Mwakasege mpaka sasa amejitolea kwa zaidi ya miongo mitatu katika huduma ya kufundisha neno la Mungu. Ameendesha semina na mikutano ya Injili katika miji mbalimbali, ambapo mafundisho yake yamegusa masuala ya maombi, imani, ndoa na uchumi wa kiroho. Anajulikana kwa kutumia jina la mwalimu badala ya vyeo kama nabii, mchungaji ama mtume, akisisitiza umuhimu wa kufundisha na kuelekeza watu katika neno la Mungu kwa unyenyekevu. Mwalimu Mwakasege alipata jaribu la maisha na imani isiyoyumba. Mnamo Oktoba mwaka 2018, Mwalimu Mwakasege alipata kipindi kigumu alipopoteza mwanawe wa pekee wa kiume, Joshua Mwakasege, aliyekuwa mtumishi wa Benki ya Dunia. Licha ya majonzi hayo, aliendelea kuongoza semina ya siku 3 mkoani Mbeya, akisisitiza kuwa huduma kwa Mungu haipaswi kusitishwa na changamoto za maisha. Katika ibada ya kuaga mwili wa mwanaye, aliwaongoza waombolezaji katika sala ya toba, akionyesha mfano wa imani thabiti na msimamo wa kiroho. Katika huduma yake ya Lisha Kondoo Zangu, Mwalimu Mwakasege ameendelea kuwafikia watu wengi kwa mafundisho ya Biblia yanayolenga kujenga maisha ya kiroho yenye afya. Anafanya semina na mikutano ya Injili katika miji mbalimbali, ambapo mafundisho yake yamegusa masuala ya maombi, imani, ndoa na uchumi wa kiroho. Huyu ndiye Mwalimu Christopher Mwakasege, mtumishi wa Mungu
aliyeitwa na Mungu.